Yaani wewe unasema tumeachana, ila bado hatujaachana. Yaani kiapo chetu kiko pale pale. Sema tumepeana nafasi tu, ila we bado bibi wangu tu. Lazima nikuoe. Wewe ndio mke wangu mtarajiwa. Hakuna mwanamke mwingine. Inawezekanaje unasema tumeachana? Hatuwezi kuachana hata siku moja, unasema wewe. Nilipotoka ni mbali, ninapokwenda pia ni mbali. Hai nilivyotafuta mali zangu, nilivyozipata na yeye anazi. Shangazi. Shikamoo. Marahaba. Sasa hivi Safi. Shangazi, unajua mke wangu amerudi, ameanza kunilaumu sana kuhusu zile nguo alizomuona amevaa Jenifa. Na akatoa maneno mengi sana, kiasi kwamba amenilaumu. Lakini haya mambo mimi nilikuwa nayajua. Na ndio maana nilikwambia shangazi, haya mambo yatatokea. Umeona sasa? hata mimi mwenyewe leo asubuhi wakati natoka kwenda kwenye mishemishe zangu akanisimamisha pale sebuleni. Oh shangazi, naomba nikuulize, wewe unaonaje zile nguo alizomnunulia mwanao Jenifa zinamshika maumbile yake? Mimi nikamwambiaje? Kama unakumbuka toka awali nilishasema sitakaa niingilie mambo yote huko ndani. Nitaacha endelee kama yalivyo. Nikaondoka zangu. Ila amenilaumu sana. Kumbe na wewe amekwambia? Umeona sasa? Haya mambo mimi nilijua yatatokea. Sasa mimi nimemnunulia nguo Jenifa za kupendeza. Awe kama miongoni mwa familia yetu. Watu wote mndani tunapendeza kama hivi. Leo shangazi amevaa vizuri, mke wangu anapendeza, na mfanyakazi naye anakuwa anapendeza. Sasa hiki kinamuuma kitu gani? Na kama utakumbuka, mimi nilikwambia mke wako kama atakuja kulaumu kama wewe umemnunulia nguo Jenifa, atakuwa ni mpumbavu, hana akili. Si unaona? Lakini shangazi, mimi nafikiri hapo tutakuwa tumevuka mipaka. Sidhani kama anaweza kuwa hana akili kivile. Ila mimi ninachojua, mwanamke yeyote akiwa anamuonea wivu mume wake, basi anampenda. Hapo ni wajibu wa mwanaume mwenyewe sasa kufanya kile ambacho mke wake anakihitaji na kutofanya kile ambacho mke hapendi. Sasa kazi kwako. Sijui hizo nguo utazichoma moto au utaanza kuzitupa huko nani mferejini mtoa ng'ombe. Nilipotoka ni mbali, ninapokwenda pia ni mbali. Hai nilivyotafuta mali zangu. Hivyo unajua kama mimi nakuelewa sana mama. Na mara nyingi huwa nimekuwa nikifuatia nyendo zako unakopita, na nimekuwa nikitamani nipate nafasi ya kukuona na kueleza jinsi gani nakupenda. Lakini naona you don't care. Haujali kabisa. Hebu jaribu basi kunielewa. Sometimes nawaza sijui unataka nikuimbie nyimbo ya msanii nani au sijui nani. Meja Kunta Mamu ndio utanielewa. Yaani kaka umenisimamisha hapa kote, yaani najua unanipa vitu vya msingi vya maana. Yaani vitu vya biashara, kumbe unanipa yani unaniongelesha yani vitu vya yani ambavyo sivielewi kabisa. Ha? Hivi una akili kweli? Yaani unajielewa kweli? Mama, hebu jaribu kunielewa basi hata kidogo. Ona kila siku nakusumbua na kueleza hisia zangu. Jinsi gani nakupenda. Haujali kama hivi leo tena hapa nazungumza mbele yako na niambia sijui unajua nakupa michongo, sijui nakupa nini. Hivi unajua wewe ni mwanamke mzuri sana. Na mwenye mvuto wa kipekee tena kwa wanaume wengi sana. Hakuna mwanaume atakutizama wewe akaacha kukusifia jinsi ulivyobarikiwa. Na ndio maana mimi nimekueleza mwanzo uzuri wako. Na pia nimeeleza dhumuni langu la kuhitaji kuwa na wewe. Wewe kaka nisikilize kwa makini. Yaani wewe sio type zangu kabisa. Yaani sio vitu vyangu kabisa yani. Yaani kama umezoea yani kunifatafata hivi hati unanitongoza unafikiri nitakubali? Yaani hapo umefeli kaka. Sijui unanielewa kaka. Tena sitaki mazoea.
kaa mbali na maisha yangu kabisa. Nilipotoka ni mbali, ninapokwenda pia ni mbali. Shangazi, samahani kwa usumbufu, naona umejiandaa kutoka, lakini naomba unisamehe. Shangazi, hivi mambo yanaendelea huko ndani na umeyaona kweli? Mambo gani? Mimi nimetoka zangu safari na mkuta mume wangu ameninunulia Jenifa nguo. Alafu isitoshe nguo zenyewe za kubana maumbile. Ina maana hujaona wewe shangazi? Mimi nimemwona Jenifa, nikamuita. Nikamuuliza Jenifa, hizo nguo umezipata wapi? Jibu alilonijibu akaniambiaje? Kaninunulia mwanao. Kwa hiyo mimi nikaacha kama yalivyo ndugu yangu. Kama nilivyosema toka mwanzo. Sitaka tena niingilie mambo ya huko ndani. Nilipotoka ni mbali, ninapokwenda pia ni mbali. Hayo nilivyotafuta mali zangu, nilivyozipata na yeye anazitaka maisha yangu, anayataka hayo nilivyozichuma na meza bila kutafuta. Hivyo umfuata nini ndani kwangu? Aliyekupa mamlaka ya kuingia huko ndani kwangu nani? Hawezi kutukuta kwa sababu nimemwona kule, huenda pengine atakuwa anaelekea kazini. Ndio maana nikajiamisha moja kwa moja nikaja mpaka hapa. By the way, kofi lako tamu sana. Haijaniumiza, ni kama umenipapasa tu kwa sababu nakupenda. Una kangozi kalaini sana. Hakika wakubwa na faidi. Ila Mariamu, Shangazi, lakini mimi nikulaumu wewe. Mume wangu mimi ni mwanao wewe. Unatakiwa ukae naye chini umshauri. Lakini na wewe shangazi umefurahia hili? Isoshe nguo zenyewe yani alizomnunulia Jenifa. Mimi hajawahi kuninunulia. Yaani hadi toka nianze naye mahusiano hajawahi kuninunulia nguo kama zile. Lakini nashangaa Jenifa kamnunulia nguo zinabana kabisa. Yaani naona sasa Jenifa kama tunaenda kuwa mke mwenzangu. Sielewi. Hapo ndugu yangu, mimi sitaingilia chochote. Hayo sasa utajua wewe mwenyewe na mume wako. Basi sawa shangazi. Wewe endelea na safari zako. Kabuka, 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 kabuka. mpaka sasa hujaona jinsi gani nakupenda. Nimechukua jukumu la kutoka huko moja kwa moja nimekuja mpaka kwako bila kuhofia chochote kile. Lakini pia bado unaonekana hata hujali. Yaani nimekwambia mara ngapi yani mpaka unakuja nyumbani kwangu kweli? Kwani mimi nikwambie mara ngapi? Na bado uelewi tu. Mpaka unakuja nyumbani kwangu. Je, mume wangu akikukuta? Lakini mamu. Hana cha lakini. Lazima nitamwambia mkeo. Lakini mamu, ungesikiliza hata kidogo basi. Nikusikilize nini sasa? Ujinga wako. Nisikilize ujinga wako. Nakwambiaje, yani hizi taarifa zitafika kwa mkeo. Wewe subiri. Toka hapa nyumbani kwangu. Toka nyumbani kwangu. Nilipotoka ni mbali, ninapokwenda pia ni mbali. Hayo nilivyotafuta mali zangu, nilivyozipata na yeye anazitaka maisha yangu, anayataka hayo nilivyozichuma na meza bila kutafuna. Mke mdogo, mke mdogo. Mume wangu. Vipi? Mbona umelala hapa sebuleni? Nimechoka kidogo mke wangu. Ndio maana nikaona nije nipumzike kidogo hapa. Mume wangu. Ungeenda kupumzika chumbani. Unajua nini mke wangu, chumbani kuna joto sana. Sometimes nahitaji kupumzika sebuleni kwa sababu kuna hali ya hewa nzuri. Basi sawa, chakula tayari.
Ngoja kwanza nilale. Baada ya usingizi ukiisha, nitakwambia uniwekee chakula. Ehe, bora tumekutana. Hivi unaishi na mwanaume gumegune? Naishi na mwanaume. Hivi anakupenda kweli? Ndio ananipenda. Kwani kuna nini dadangu? Yaani mwanaume wako ni malaya, yaani mume wako hajatulia kabisa, yaani inavyoonekana, yaani ni malaya kweli yani. Dada, kwani unasema hivyo? Yaani mwanaume wako yaani ananifatafata, yaani ananitongoza, yaani simuelewi, yaani mpaka ananifuata nyumbani kwangu. Yaani nimemchoka, yaani nimechoka kabisa maisha hayo. Basi sawa, mimi nakulinda hapa. Haya sawa. Nilipotoka ni mbali, ninapokwenda pia ni mbali. Hai nilivyotafuta mali zangu